Amen. Tunataka kuanza semina yetu hii ambayo ni ya kutusaidia kujua yatupasayo katika yale Mungu aliyosema na sisi kwa ajili ya mwaka wa 2026. Haleluya. Tutakuwa tunajifunza kulifanya neno la Mungu liumbike maisha. Kulifanya neno la Mungu liumbike kwenye maisha ndilo jambo ambalo tutakuwa tunaendelea kuliongea katika mfululizo wa hizi siku za wiki hii, na kama ambavyo mnafahamu, nilisema kwamba kila mwaka unapoanza, Mungu akinipa neno, napata pia fursa ya kulifundisha ili watu wa Mungu waweze kujua kile ambacho kinatupasa kukifanya ili kwamba lile neno la Mungu liweze kuumbika katika maisha yetu. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Na tunaposema neno la Mungu, tuna neno la Mungu kwa wale ambao waliwahi kusikia, na kama hujasikia utasikia leo. Tuna maneno ya Kiyunani mawili tunayatumia tunapokuwa tunalisema au tunalielezea neno la Mungu. Kuna neno moja la Kiyunani linaitwa logos. Neno hili la Kiyunani linaloitwa logos nalijua, lakini nimeendelea kuangalia logos. Wale ambao wamepita kwenye shule wanafahamu logos. Neno la kawaida tunalitumia kwa sababu wakati mwingine linatamkwa kama logia, ambayo ni elimu. Bwana Yesu asifiwe sana. Umeshawahi kusikia watu wanasema biolojia? Umeshasikia maneno kama hayo? Saikolojia na nini tena? Nataka yenye jia. Biolojia na nini tena? Pharmacology, watu wanasoma pharmacy, pharmacology. Maana yake hiyo inazungumza elimu ya biolojia, elimu ya viumbe. Theolojia, elimu ya Mungu, elimu ya Mungu, theolojia. Kwa hili neno elimu ndio Kiyunani, ndio tunapata hayo maneno yote tunasikia jia yanatoka kwenye Kiyunani kwa maana ya neno elimu. Kwa neno la Mungu pia tunalisoma kama elimu kwa sababu limeandikwa, watu wanaweza kwenda kulisoma. Haleluya. Watu wa Beroya, Paulo alikuwa akihubiri, baadaye wanaenda wanachunguza maandiko waone hayo maneno amesema Paulo waone kwenye maandiko yanaendana. Sasa kile kitu walichokuwa nafanya wale watu ni kulifanya neno la Mungu wajifunze kama elimu. Wanatengeneza elimu ya neno. Haleluya. Wanachokuwa nafanya ni kujipatia elimu ya neno.
Watu wakienda kwenye vyuo vya Biblia wanaenda kujipatia elimu ya neno. Haleluya. Kwa hicho hilo jambo, elimu ya neno, ndio kinaitwa logos. Kwa neno la Mungu lililoandikwa, watu wanaenda wanalisoma, wanajifunza, wanapata maarifa yake. Haleluya. Kwa hiyo ni elimu ya neno kwa maana ya logos, kwa maana wanalisoma vile lilivyoandikwa na kutoka kwenye maandiko kadha wa kadha ya neno lililoandikwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini neno la Mungu pia linaweza kuja kwetu kama ujumbe maalum. Kiunani chake kinaitwa rema. Bwana Yesu asifiwe sana. Neno linapokuja kama ujumbe maalum, kwa Kiunani tunasema kilichotokea, kumetokea neno rema. Rema, nimetumia kamusi moja ya Biblia inaitwa NIV Compact Bible Dictionary kutengeneza maneno hayo, lakini pia na vyanzo vingine. Bwana Yesu asifiwe. Kwa tutakachokuwa tunakiangalia ni hiki, kwa sababu ndicho kilichotokea. Mungu aliposema na mimi kwamba mwaka huu ni mwaka wa kutukuzwa, sio logia, sio logos, ni rema. Haleluya. Mungu alifunua neno la wakati. Rema ni neno la Mungu vile vile, lakini sio neno watu wanakwenda kustadi. Ni neno watu wanasikia Mungu analizungumza kwa ajili yao, kwa ajili ya jambo fulani na kwa wakati fulani. Anazungumza na watu neno lake kwa ajili ya jambo fulani husika ndani ya wakati husika. Bwana Yesu asifiwe. Laweza kuwa neno ambalo tunaweza kulisikia moja kwa moja kwa roho, au laweza kuwa ni andiko ulilolisoma, lakini unapolisoma unasikia Mungu anazungumza na wewe kitu maalumu, pengine kinajibu jambo fulani kwenye maisha yako kwa wakati huo. Wakati huo andiko hilo sasa sio logos tena, limekuwa rema, maana Mungu amerihuisha kukwambia ujumbe fulani kupitia lile andiko, ili huo ujumbe ujibu jambo fulani au utoe maelekezo fulani kwenye maisha yako. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kwa jambo hilo likitokea hivyo, hilo neno la Mungu linaitwa rema kwa Kiunani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa tuliposema Mungu amesema mwaka huu ni mwaka wa kutukuzwa, hilo neno la Mungu, lakini ni rema. Linaongelea sisi wa hapa, haliongelei watu wote duniani. Andiko linasema na watu wote duniani. Biblia inasema na kila mtu duniani. Lakini mwaka wa kutukuzwa ni sisi tu hapa. Ukienda kwingine wenyewe watasema ni mwaka wa kuhubiri. Ukigeuka hivi tena ukuta wenyewe nasema Mungu amesema mwaka huu ni mwaka wa kulima na kupanda. Bwana Yesu asifiwe. Kila watu Mungu amesema neno la kwao. Na kila mtu atakwambia Mungu ameniambia niwaambie hivi, na ni kweli wala hadanganyi. Haleluya. Kwa sababu rema linakuja kwa watu maalum, sio kwa watu wote. Haleluya. Mungu anasema na watu maalum, ni jambo la kwao, linawahusu wao, linawaelekeza wao, linaongelea mazingira yao, linaongelea wakati huo wa kwao. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Kwa neno la Mungu likija namna hiyo,
wale wanaohusika ndio wanatakiwa kujua walifanyieje kazi neno hilo, kwa sababu ni neno la kwao, ni neno Mungu amesema na wao, linawahusu wao, linaongelea mambo yao. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kwa hiyo mambo kadha wa kadha Mungu alisema na sisi kwa tukiomba. Lingine alisema mtanitukuza na mimi nitawatukuza, hiyo ni rema. Haleluya. Lingine alisema sikia unachosikia, ona unachokiona, hiyo ni rema, ni ya kwetu. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Ni neno la kwetu. Mungu anasema na sisi kwa sababu ya Mungu kutaka kufanya jambo fulani kwetu, sio kwa watu wote, kwetu. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Siku moja wanafunzi walimuuliza Yesu, haya maneno naongea, unaongea na wote au unaongea na sisi tu? Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Si maneno yote Mungu anayoongea anaongea na wote. Kuna wakati mwingine anaongea na mtu mmoja. Juzi ile niliwaambia, nikasema kuna neno lisikia nikadhani la kanisa, baadaye nilipokuja kwenye maombi kanisani Mungu akaniambia hili ni la kwako. Haleluya. Ni la kwangu peke yangu. Mungu amesema na mimi, la kwangu mimi peke yangu. Ni rema kwa ajili yangu. Kuna wakati mnasema letu sote, na kwa la wote. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Kwa hiyo tunapotaka kukaa hapa kujifunza hili neno tulilosikia leo, nitatumia muda wa leo kutoa tu utangulizi na kujenga misingi ya ufahamu huu. Alafu kutokea kesho na kuendelea tutakuwa naongelea yale masuala sasa yanayohusiana na utukufu na kutukuzwa, namna gani tuweza kupata, namna gani tuweza kukosa pia. Maana Mungu kusema haimaanishi kwamba itatokea kwa kila mtu. Itatokea kwa sababu mtu fulani naye ametekeleza wajibu fulani. Haleluya. Manoa aliambiwa atazaa mke wake atapata mimba, uzeeni atazaa mtoto na kadhalika na kadhalika, majukumu yake akaeleza. Baadaye yule mzee Manoa akamwambia, hapana mama, naomba mwambie yule mtu akikutokea tena mwambie, kwanza mwambie arudi. Bwana Yesu sana. Tumuomba rudi. Nataka tusikie anatuambia wajibu wetu kwa huyo mtoto. Haleluya. Mungu amesema tutapata mtoto wa namna fulani. Sasa huyo mtoto ili afanikiwe kuwa wa namna hiyo, sisi wajibu wetu ni nini? Ili hayo Mungu anayosema atayatenda kupitia huyo mtoto yatendeke kweli, sisi tunaozaa huyo mtoto wajibu wetu utakuwa nini katika kulea huyo mtoto? Yule mzee akaweka hoja ilikuwa ya nguvu sana, na Mungu akaikubali, akarudi tena. Haleluya. Akarudi tena. Akarudi kapitia kwa mama tena kama alivyokuja mara ya kwanza. Mama akamwambia, usiondoke, mzee alinituma ukija nikwambie msubiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Yule malaika naye akakubali na msubiri mzee aje. Mama kaenda kamwita, malaika akasubiri hapo mpaka mzee akaja. Akauliza swali lake, ni wewe uliongea na huyu mwanamke? Akasema ndio, ni mimi. Wewe yale maneno uliyasema wewe? Ndio niliyasema. Sisi wajibu wetu nini? Haleluya. Sisi tunatakiwa kutufanye nini? Kwa Mungu anapoleta neno ambalo ni rema, maana yake kuna jambo anataka kufanya kwa wale ambao linawalenga, wale ambao hilo neno linawahusu. Mungu anataka kufanya jambo hilo kwao. Lakini anapofanya jambo hilo, wao wajibu wao ni nini? Ndio maana hii semina inarudi. Ingekuwa inatosha tunasikia lile tamko tumemaliza. Lakini hapana, hakuna kanuni hiyo kwa Mungu. Mungu akisha kuambia anafanya jambo fulani, anategemea na wewe utake kujua wajibu wako utakuwa nini katika jambo hilo. Haleluya. Anategemea na wewe utamani kujua wajibu wako katika jambo hilo utakuwa nini. Na hicho ndicho kinachozaa hii semina tunayofanya ya kwanza kila mwaka unapoanza. Wajibu wetu utakuwa nini katika jambo hilo analosema Bwana.
Bwana Yesu Kristo asifiwe. Malaika walipelekewa neno na wachungaji makondeni kule Bethlehem, walipikia neno, kuna mfalme amezaliwa yuko kwenye hori la ng'ombe kule na kadhalika. Wakasema twendeni tukalione hilo lilofanyika lilotujulisha Bwana. Twendeni tukalione. Wakaenda, wakaona, wakasujudia hapo. Wajibu wao lazima uwepo. Yaani haiwezi kuishia tu kuambiwa amezaliwa halafu ni story. Mungu haji kusema story, Mungu atoagi story. Haleluya. Akikwambia maana yake anategemea kwamba na wewe uko kitu unatarajia. Na katika tarajia ile wewe unafanya nini? Haleluya. Mamajusi huko walikokuwa mbali sana, huko nchi za mbali huko mashariki, chini Irani huko walitokea Wajemi huko. Wakaona nyota, wakaielewa hii kuna mfalme kazaliwa sehemu. Wakaifuatilia, wakaja. Walikuja mikono mitupu? Hapana. Wanajua Mungu ametuambia jambo. Sasa kama ametuambia jambo, wajibu wetu ni ametuonyesha nyota, kuna mfalme kaza. Ndio basi ni maonyesho? Hapana, sio maonyesho. Hapa Mungu anataka twende. Wakafunga safari. Palikuwa parefu, safari ndefu, walikotoka ni mbali. Pameandikwa tu mamajusi wa mashariki. Lakini mashariki wapi? Haleluya. Watu wa nyota walikuwa wataalamu sana, wajulikana sana kwa masuala ya nyota enzi hizo. Ukanda ule wako katika nchi ambayo walikuwa kwenye nchi ambayo miaka hii tunaita Iran, Wakatoliki huitwa Wajemi. Na wale mabwana walitokea huko. Walisafiri. Ilikuwa ni safari. Haleluya. Walielewa Mungu kutuonyesha nyota haiwezi kuwa tu ni maonyesho. Hakutuonyesha nyota tu tuone maonyesho. Mtoto amezaliwa mahali. Walielewa Mungu kutuonyesha ana sababu na ana jambo anataka na sisi tufanye. Jina la Yesu libarikiwe. La kwanza ikawa kufunga safari. Twende tukaone huko alikozaliwa huyo. Wakasafiri mbali mrefu. Lakini wakajua mfalme akizaliwa anasujudiwa. Mfalme yoyote, haijalishi ni mtoto, ni mzee, mfalme akishaitwa mfalme anasujudiwa. Na mfalme ili asujudiwe, huendi kusujudia mfalme mikono mitupu. Hakuna mtu anaenda kusujudia mfalme mikono mitupu. Haitokei mahali popote. Haipo mahali popote. Kwa kama tunaenda kusujudia mfalme, lazima twende na zawadi za mfalme. Haleluya. Wakachukua dhahabu, wakachukua uvumba, wakachukua manemane, wakaanza safari ndefu. Wakafika mpaka wakamwona, na maandiko yanasema alikuwa ni mtoto mchanga, lakini wao wanaelewa huyu sio mtoto, huyu mfalme huyu lazima sujudiwe. Au Biblia yenu haijasema walimsujudia? Haleluya. Alikuwa mtoto mchanga, lakini walimsujudia. Hawakumsujudia kwa sababu wameona mtoto, walimsujudia kwa sababu wanatambua ni mfalme, na mtakisha kuwa mfalme watu wanamsujudia. Ndio pamoja. Wakamsujudia kwa sababu ni mfalme. Na walipomsujudia, hawakumsujudia wakiwa mikono mitupu, kwa sababu hakuna mtu anaenda kwa mfalme mikono mitupu. Huwezi kwenda kwa mfalme mikono mitupu, utauawa. Kwenda kwa mfalme mikono mitupu anakuua, kwa sababu umeenda kumtukana. Haleluya. Kitendo cha kwenda mikono mitupu kwa mfalme, unamtukana, wanakuua. Haleluya. Kienda kwa mfalme lazima uende na zawadi kwa mfalme. Huwezi kwenda mikono mitupu. Na ndipo hilo andiko lipotokea linalosema Mungu anasema hakuna mtu atahudhuria mbele zangu mikono mitupu. Mungu aliandika kwenye Kutoka, hakuna mtu atahudhuria mbele yangu mikono mitupu. Akimaanisha mimi ni mfalme. Watu wanapokuja kuniabudu, tafsiri yake ni kama vile ambavyo watu wanaenda kusujudia mfalme. Hawezi kwenda mikono mitupu. Mfalme anaabudiwa na zawadi. Haleluya. Wale mnaopenda kuja mikono mitupu kwenye ibada, Mungu ananiona, acheni hiyo tabia.
Unasema Mungu ananiona, lakini ukienda nyumbani unakula hicho ulichokula. Kwani Mungu hakili? Jina la Yesu libarikiwe. Kwani wewe nani alikudanganya kwamba sadaka kwa Mungu ni pesa tu? Sadaka kwa Mungu sio pesa tu. Chochote ambacho kwako kinafaa chaweza pia kuwa sadaka kwa Mungu. Chochote ambacho kwako kinatumika chaweza pia kuwa sadaka kwa Mungu. Chochote ambacho kwako kina thamani chaweza pia kuwa sadaka kwa Mungu. Kwa hakuna mtu hana uwezo wa kutoa sadaka, hayupo. Wangapi wamenielewa? Narudia, hakuna mtu hana uwezo wa kutoa sadaka. Ukimaliza kutotoa sadaka kwa sababu Mungu anakuona, unaenda nyumbani unakula. Umekula nini? Hicho ulichokula hakina thamani. Unanielewa watu wa Mungu? Hicho ulichokula hakina thamani. Si kimepatikana kwa thamani. Ukikithaminisha si pesa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Na unaoga, na huogi maji tu, unaoga yana sabuni. Sabuni inaokotwa barabarani. Au wewe una kiwanda kwako? Haleluya. Suna inunua. Mbona sadaka huwezi kutoa lakini sabuni unainunua? Na unaoga kila siku na unaoga na sabuni unayonunua. Haleluya, haleluya. Ndio maana wakati mwingine hatuwezi kutoka mahali tulipo kwa sababu hatujui namna ya kwenda mbele za ufalme. Hatujui namna ya kuhudhuria mbele ya mfalme. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo Kigiriki tunapata neno rema. Ni neno kama hilo Yesu alitamka siku ile shetani anamwendea, anamwambia, kama wewe ni mwana wa Mungu, badili mawe haya yawe mkate. Yesu akamwambia, imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate tu, lakini ataishi kwa kila neno linalotoka katika kinywa cha nani? Kwa lazima tunapoishi, tunaishi maisha ambayo mara zote kuna neno linatoka kwenye kinywa cha Bwana ambalo ndilo linalotufanya wokovu wetu naendelea. Mmenielewa vizuri? Mmenielewa vizuri? Biblia zipo siku zote, lakini tunaweza tukaishi na Biblia tukakosa neno linatoka kwenye kinywa cha Bwana. Haleluya. Na tukafa kiroho na Biblia zipo. Sawa? Kinachotutunza kiroho na kufanya tuendelee kuwa na nguvu za kiroho ni kwa sababu kila siku tunasikia neno linalotoka katika kinywa cha nini? Cha Mungu. Kila siku Mungu anasema na maisha yetu, za kutumia maandiko hayo yakayahuisha yakawa ujumbe kwetu, tukapiga hatua. Haleluya. Siku nyingine anazungumza na sisi mambo kadha wa kadha moja kwa moja. Haleluya. Tukihubiri tunahubiri ufunuo. Tumesoma andiko kwenye Biblia, lakini tukihubiri kunakuja ufunuo. Hilo ni chakula cha siku hiyo. Haleluya. Unasoma andiko lakini kuhubiri unahubiri ufunuo. Ule ufunuo ndio rema. Haleluya. Ule ufunuo ndio chakula cha siku hiyo. Unataka kujua ni chakula cha siku hiyo? Jaribu kuhubiri ulivyohubiri, uende uhubiri hivyo tena siku nyingine mahali pengine. Uhubiri kwa nguvu ile ile. Wala uhubiri kwa upako ule ule. Mimi nimeshajaribu kurudia jumbe nilizowahi kuhubiri. Unapohubiri siku ya kwanza neema inakuwa kubwa. Ukienda kuhubiri nyingine neema unaitafuta na ikosa. Haleluya. Kwa sababu kilikuwa chakula cha siku hiyo. Mmenielewa vizuri? Ndio maana nasema tunapoomba
tumwambie Mungu tupatie chakula cha kila siku. Ndio maana mana ilikuwa iruhusiwi kula ya jana. Unanielewa vizuri? Lazima upate chakula cha kila siku. Ndio maana walikuwa mana ya jana wakiitunza inaoza. Maana Mungu anatoa chakula cha kila siku. Kwa Yesu akasema mtu hataishi kwa mkate tu, ataishi kwa kila neno linalotoka kwenye kinywa cha Mungu. Neno la kila siku. Ndio maana ni muhimu kwenda kanisani kila siku kwenye ibada. Kwa sababu unahitaji chakula cha kila siku. Wale wanaodhani kwamba wanaweza kuishi kwa ibada moja ya wiki wanadanganya. Ni kwa sababu hatuna vipimio vya kiroho. Nataka kuhakikishia kuna mahali hawako sawa. Umeelewa vizuri? Umeelewa vizuri? Hatuna tu vipimio vya kupima kiroho, lakini na hakika kuna watu hawako vizuri. Kwa sababu mpango wa Mungu ni kula kila siku. Neno linalotoka katika kinywa cha Mungu lazima ulipate kila siku. Mtu hataishi kwa mkate tu, lakini ataishi kwa kila neno linalotoka kwenye kinywa cha Mungu. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Kwa rema, neno la wakati, ni ujumbe maalum kutoka kwa Mungu unaolenga mazingira fulani. Ni neno linalovuviwa au linalohuishwa ili kuleta ufunuo, mwelekeo na imani fulani kwa Mungu juu ya jambo fulani. Haleluya. Ni neno lililovuviwa au lililohuishwa ili kuleta ufunuo, mwelekeo au imani kwa Mungu juu ya jambo fulani. Haleluya. Kwa hiki ambacho tunakifanya sasa hivi ni kwa sababu Mungu alitupa neno ambalo ni ufunuo wa mwaka 2026. Juu ya nini? Juu ya maisha yetu na mafanikio yetu ya huu mwaka. Juu ya namna ambavyo tutatembea na Mungu. Juu ya dira tutakayoifuata. Haleluya. Kwa hiyo imani yetu tunaielekeza katika mtazamo ule wa lile neno. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kwa kuna mambo ya kufahamu kuhusu rema. Sio rema Mchaga, rema. Bwana Yesu asifiwe. Mambo ya kufahamu kuhusu neno la Mungu ambalo nimesema rema, nadhani nimeshaelewa rema ni nini. Haleluya. Neno la Mungu la aina hiyo linapokuja linanena kuhusiana na wakati uliopo, lakini pia na wakati ujao. Uliopo na ujao. Haleluya. Na neno linalosema kuhusu wakati uliopo na wakati ujao, neno hilo lina sifa ya kuitwa neno la kinabii. Neno la kinabii ni neno ambalo linakuja kama ufunuo unaotoka kwa Mungu kwa ajili ya watu fulani kuhusiana na wakati uliopo pamoja na wakati ujao. Tunakwenda pamoja. Kwa hiyo unaposema rema, sifa zake zinafanana
na sifa za neno la kinabii, na utamshi wake ni utamshi wa kinabii. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Haleluya, 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 watu wa Mungu. Kwa hiyo, kwa kuwa ni neno ambalo sifa zake zote zinalikubalisha kuitwa neno la kinabii, haleluya, hata namna yake ya kutamkwa linatamkwa kama tamko la kinabii. Bwana Yesu asifiwe. Lina sifa za kuwa neno la kinabii. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Kwa hiyo rema ni ufunuo wa wazi wa mwelekeo wa kusudi la moyo wa Mungu. Narudia, ni ufunuo wa wazi wa mwelekeo wa kusudi la moyo wa Mungu kwa watu husika na kwa wakati husika na kwa jambo husika. Narudia, ni ufunuo wa wazi wa mwelekeo wa kusudi la moyo wa Mungu kwa watu husika na kwa wakati husika kuhusiana na jambo husika. Mungu anasema na Musa kwa mfano, nimesikia kilio cha wana wa Israeli, nimekuja nikutume watoe kwenye ule utumwa. Nimeona mateso. Kwa jambo husika ni yale mateso. Watu husika ni wana wa Israeli, na wakati husika ni unabii wa miaka 400 umeshatimia, kwamba Mungu atakaa Misri miaka 400 na imeshapita. Jina la Yesu libarikiwe. Wanatakiwa watoke, ni wakati wa kutoka. Haleluya. Lakini wameomba, wamelia, wameomba msaada wa Mungu. Kwa hiyo tamko lile au lile neno Mungu analeta kwa Musa linakuja kimaalum. Mungu anamtokea kwenye mwali wa moto unaowaka kwenye kichaka kisichoteketea, na Mungu anasema naye. Haleluya. Kusudio la Mungu au mwelekeo wa moyo wa Mungu wakati huo kwa wana wa Israeli. Kwa Mungu akisema ni mwaka kutukuzwa, anatuambia sisi, anatuambia mwelekeo wa moyo wake wakati huu kwetu. Haleluya. Anaposema huu ni mwaka kutukuzwa, anaongea mwelekeo wa kusudi la moyo wake kwetu kwa huu mwaka. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kwa lugha nyingine ni unabii wa Mungu kwa ajili yetu kwa huu mwaka. Amosi sura ya 3 na mstari wa 7. Lakini pia waraka wa pili wa Petro sura ya 1 na mstari wa 20 na wa 21.
Mwacha nisome Amos sura ya 3 na mstari wa 7. Anasema Amos sura 3 na mstari wa 7, hakika Bwana Mungu, sema hakika Bwana Mungu, hatafanya neno lolote bila kuwafunulia watumishi wake manabii siri yake. Amen. Mungu anapotaka kufanya jambo lolote, anatafuta mtu amwambie lile jambo analotaka kulifanya, ili kwamba wale walengwa wa jambo hilo analotaka kulifanya Mungu wapate taarifa kwamba wakati huu Mungu anataka kufanya jambo hili kwetu. Haleluya. Kwa hiyo anasema hakika, sema hakika, hakika Bwana Mungu hatafanya jambo lolote pasipo kuwafunulia watumishi wake manabii siri yake. Nini maana yake? Maana yake ni kwamba jambo analosema Mungu, kama hili neno tulilosikia mwaka ukianza, ni neno la jambo Mungu anataka kufanya, na kwa kuwa anataka kulifanya lazima alifunue kwa watumishi wake. Na zamu hii, jina la Bwana libarikiwe, mimi ndiye aliyenifunulia. Tangu tunaanza kuomba kaniambia ombeni, kwa sababu nina kusudio la kubadilisha yaliyokuwa mabaya kuwa mema, nyakati mbaya kuwa nyakati njema. Na mimi nikaja nikawaambia, tukaomba. Haleluya. Na Mungu akasema anataka kuwatukuza. Nikasema, nikawaambia, kwa sababu hakika Bwana Mungu hatafanya jambo lolote pasipo kuwajulisha watumishi wake manabii siri yake. Haleluya. Katika Petro anasema kwamba unabii haukuletwa popote. Sura ya 1 mstari wa 20, mkijua neno hili kwanza, ya kwamba hakuna unabii katika maandiko upatao kufasiriwa kama apendavyo mtu fulani tu. Maana unabii haukuletwa popote kwa mapenzi ya mwanadamu, bali wanadamu walinena yaliyotoka kwa Mungu wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Haleluya. Unabii haukuletwa popote wala kufasiriwa kwa namna anavyotaka mtu. Haleluya. Unabii watu wanaunena na kuufasiri baada ya kupewa neno lilotoka kwa Mungu na Mungu mwenyewe, wakalinena katika neema na katika nguvu za Roho Mtakatifu. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Na wakalifasiri katika nguvu zile zile za Roho Mtakatifu. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Haleluya, haleluya. Na watu wa Mungu wanapaswa kujiridhisha kwamba hili neno ni la kimungu. Tunakwenda pamoja. Na wala hakuna mtu ambaye ana haki ya kutoa unabii na kuanza kuwalazimisha watu wamkubalie
watu wanatakiwa wao wenyewe pia wajue, maana na wao na roho wa Mungu. Haleluya. Mioyoni mwao wasikie Mungu anazungumza na sisi. Na mimi naamini tangu naongea siku 21 tangu wakati ule mpaka sasa, aliyegundua sio roho wa Mungu nadhani ameshagundua, na aliyegundua na nena katika Roho Mtakatifu pia ameshagundua. Jina la Yesu libarikiwe. Haleluya. Na mimi najishuhudia yote niliyanena katika Roho Mtakatifu, japokuwa simlazimishi mtu kuamini nilinena katika Roho Mtakatifu, lakini pia kwa sababu wote wana roho wa Mungu, na mimi waliogundua sio Roho Mtakatifu nao wanajua kwamba sio Roho Mtakatifu, lakini nina hakika. Jina la Yesu libarikiwe. Jina la Yesu libarikiwe. Na ukishawishika ukajua huyu ni Mungu anasema, ndipo napoanzia na wewe sasa. Asiyeamini kwamba ni roho wa Mungu alisema maneno yote yale, sina semina naye wiki hii. Hata kiamua asije kuanzia wiki kesho na kuendelea, sina maneno naye. Nitaendelea na wale wanaojua hili neno ni neno la Mungu. Haleluya. Hao ndio nitaendelea nao. Bwana Yesu asifiwe. Wale ambao wamepima kwa roho wa Mungu akae ndani mwao, tangu nipoanza kuongea tarehe 1 Disemba mpaka sasa naendelea kuongea, wanashawishika kwamba haya maneno yanatoka kwa Mungu. Watu wao nitaendelea kusema nao kwenye hii semina. Haleluya. Wanaona sio, hata wasipokuja kesho sina maneno nao. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Jina la Yesu libarikiwe. Sasa ukishajua kwamba nimesikia neno la kinabii kutoka kwa Mungu, maana yake utaki kwenda tu na kukaa na kujisahau halafu nasubiria tu mambo yaende. Ndio maana kuna semina hii, narudia tena, ukishashawishika kwamba hili neno nalo lisikia linatoka kwa Mungu. Haleluya. Huu nabii leo usikia unatoka kwa Mungu, moyo wako umeshawishika, ndio tunaanzia sasa kujifunza. Jina la Yesu libarikiwe. Jina la Yesu na libarikiwe. Haleluya, haleluya. Unaanza sasa kujua ya kwamba wewe ni mlengwa wa hilo neno. Usilichukue kama la jumla la kila mtu, maana tunasikia wote na tuhusu wote kama kanisa, lakini kwenye kuliishi na kwenye kunufaika nalo kila mtu ni peke yake. Haleluya. Ukijisikia umeamini ni neno la Mungu umekuwa unalisikia, ni unabii wa kimungu umeupokea, anza sasa kujiweka kwenye position ya kwamba sasa mimi ndiye mlengwa wa matokeo na matunda na mavuno vyovyote wakavyoita, haleluya, yanaotokana yatakaozaliwa na hili neno la kinabii. Mimi ni mlengwa, mimi ni mhusika. Anza kuvaa uhusika. Haleluya. Anza kuvaa uhusika. Mungu amesema nami mwaka huu namna hii. Mungu ana kusudi la kufanya na mimi au kunifanyia hili na hili mwaka huu mimi. Haleluya. Anza kuvaa uhusika. Wewe kama unayehusika, wewe ndio uliyelengwa. Anza kujiweka kwenye nafasi ya mtu ambaye lilitoka mbinguni likimlenga. Jina la Yesu libarikiwe. Ujiweke kwenye nafasi hiyo, ujione mlengwa, ujipambanue kama mlengwa, usimame kwenye nafasi ya mlengwa wa hilo jambo. Ni wewe unayehusika, ni wewe Mungu aliyekuwa anasema na wewe, ni wewe Mungu aliyekukusudia. Kama ni hayo aliyosema atayafanya, atawatukuza, ni wewe Mungu aliyekusudia kukutukuza. Usichukue jumla. Haleluya. Ni wewe mtu ambaye agenda ya Mungu, nimesema pale juu ya kwamba neno la rema ni neno linalofunua wazi
mwelekeo wa kusudi la moyo wa Mungu juu ya watu husika. Ni wewe ambaye Mungu amefunua wazi mwelekeo wa moyo wake kwako. Ni wewe. Yale maneno yalikuwa yanazungumza moyo wa Mungu kwako, mwelekeo wa kusudi la moyo wa Mungu kwako. Yalikuwa na kusema wewe, moyo wa Mungu unakuelekeaje wewe wakati huu. Ni wewe wala sio mtu mwingine, na kila mmoja anajiweka kwenye nafasi yake kivyake. Tunakwenda pamoja. Hapo ndio pa kuanzia. Ukimisi hapo, mwisho wa mwaka watashuhudia wewe huna cha kushuhudia, kwa sababu ulimisi kutokea hapo. Haleluya. Ulimisi kuanzia kujipambanua kwamba hii inakuhusu. Bwana Yesu asifiwe. Mtu akija kukupa maelekezo, usioni ni wewe unayepewa maelekezo, uwe na hakika huna utakachofanya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa lazima walengwa wapokee kama neno la hakika. Walipokee, narudia, walengwa wote walipokea hilo neno kama neno la hakika. Nitegemea watu wanaandika hicho kitu ninachoongea hapa. Narudia tena, walengwa wapokee hilo neno kama neno la hakika kwa ajili yao. Jina la Yesu libarikiwe. Walipokea kama neno la hakika. Kama shaandika, naendelea tena. Naendelea. Wakubaliane na mioyo yao ipatane na Mungu katika jambo hilo. Narudia. Walengwa walipokea hilo neno kama neno la hakika. Wakubaliane na wapatane na Mungu katika hilo. Ukimisi hapo umeshapoteza tayari. Kama neno natamka sasa, ukiamisi umepoteza. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Haleluya, haleluya. Nimesema hivi, Mungu anaposema ni muhimu walengwa wapokee kama ni neno la hakika. Hiyo umeshaandika. Wakubaliane na mioyo yao ipatane na Mungu katika hilo. Tumeenda vizuri pamoja hapa. Wakubaliane na mioyo yao ipatane na Mungu katika hilo jambo. Wangapi wanadhani wameelewa? Barikiwe kama elewa. Kama elewa, andika Amosi 3 mstari wa 3 mpaka wa 6. Hapo hapo tulipotoka. Tulikuwa hapo dakika chache zilizopita. Amosi 3 mstari wa 3 mpaka mstari wa 6. Je, watu wawili waweza kutembea pamoja wasipokuwa wamepatana? Yaani huu unabii usipofanikiwa kwenye hiyo pointi unaweza kuzungumza, unaweza ukabaki na historia kwamba mwaka fulani ulikuwa mwaka wa kutukuzwa, lakini wewe mwenyewe huna ulichoona kinachohusiana na mambo kama hayo. Haleluya. Kwa sababu uliferi tangu kwenye kupatana. Kwa hatua za Mungu za utekelezaji wa hilo jambo, wewe hukua miongoni kwa sababu hamkutembea pamoja. Tunakwenda pamoja. Watu wawili hawana uwezo wa kutembea pamoja
mpaka kwanza wawe wamepatana, mioyo inakubaliana. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hata wana maombi wako wengi, hata kwenye kanisa moja huko wana maombi wako wengi, lakini utakuta fulani anaomba na fulani, fulani anaomba na fulani. Sio kwamba hawaamini maombi ya wale wengine, ila hawapatani kwenye kuomba pamoja. Unakuta yule naye ana wake mwingine wanayepatana kuomba pamoja. Wanaohubiri wa injilisti, kila mtu ana wake wanayepatana kuhubiri pamoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Wote wanahubiri na injili ni moja na nzuri yote, lakini kila mmoja ana wake wanapatana kuhubiri pamoja. Tunasema wako compatible, wanaendana. Sasa ukitaka mambo haya uyaone kwa Mungu, muendane kwenye hii agenda. Haleluya. Lile jambo la Mungu, le moyo wa Mungu, ile agenda ya Mungu alionao juu ya jambo hili, na uconnect kwenye hiyo, muungane. Haleluya. Namna yako ya kuamini endane. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kwa Amos anasema watu wawili hawezi kutembea pamoja wasipokuwa wamepatana. Anasema mstari wa 4, je, simba atanguruma asipokuwa na mawindo? Anachotaka kusema ni kwamba jambo linatokea kwa kusababishwa na lingine. Kupatana kwako na Mungu kutamfanya Mungu afanye lingine. Kama vile ambavyo simba asipoona mawindo haungurumi, na akiona mawindo yani haepuki kuunguruma. Haleluya. Yani akiona mawindo kuunguruma utafuti, anaunguruma. Je, simba ataunguruma kama hakuona mawindo? Mwana simba atalia pangoni mwake ikiwa hakupata kitu? Jambo linatokea kwa sababu kuna mazingira yaliyolisababisha kutokea. Mnaelewa vizuri? Utatukuzwa, utaelewa tu sema inavyoendelea. Utatukuzwa sawa sana agenda hii ya Mungu, kwa sababu kuna mazingira yatakayosababisha utukuzwe. Na hayo mazingira ni wewe kupatana kwanza kwenye agenda yenyewe. Moyo wako kukubaliana na Mungu kwamba hili neno ni la hakika. Moyo wa Mungu na moyo wa kwako mkubaliane kwenye jambo hilo. Tunakwenda pamoja. Mengine yazaliwe kutokea hapa. Haleluya. Mstari wa 5 anaendelea kusema, je, ndege ataanguka mtegoni juu ya nchi, mahali ambapo hakuna tanzi? Tanzi ni nini? Sikiza sentence hii. Je, ndege ataanguka mtegoni mahali asipotegewa tanzi? Mtego ni nini? Maana vyote imetumika kwenye sentence moja. Mtego ni nini na tanzi ni nini? Kile kitu kile ambacho ndio kinafyatukaga kile. Umeelewa? Haleluya. Kama hakipo mtego haufyatuki, watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na usipofyatuka ndege hanaswi. Ndege hanaswi tu kwa sababu kuna mtego. Ananaswa kwa sababu ule mtego umefungiwa kitu kinaitwa tanzi. Na pale kwenye tanzi anawekewa kitu cha kwenda kudonoa. Kivutio, sema kivutio. Tuweka vikaranga pale, au mahindi au ulezi, anaenda kudonoa pale. Ile ndio tanzi. Bwana Yesu sasa. Hanasi tu, na anayetega haweki tu mtego,
anaweka na tanzi ambayo nitavuta ndege. Haleluya! Bila tanzi nasi ndege haendi pale, na kwa hiyo hupati chochote. Unatega mtego, unaweka na tanzi. Tanzi ndio anapeleka ndege pale kwenye ile eneo la kufyatulia pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Muulize jirani yako, naelewa haya maneno? Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Siri ya haya maneno tunatamka kila mwaka na watu wengine watoka kama hakuna kilichotokea. Iko hapa. Wanakosa connection na yale maneno, wanakosa connection na ule moyo wa Mungu kwenye yale maneno. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kwao yanabaki kama hayakuwa maneno ya Mungu. Usipoungana nayo ukapatana na Mungu kwenye lile jambo, kwako linabaki kama halikuwa neno la Mungu. Na kwa sababu limebaki kama halikuwa neno la Mungu, halitafanya kazi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Nataka kusoma hapa, peji yangu ilikuwa imepotea. Okay. Je, ndege atanguka mtegoni juu ya nchi mahali alipotegwa tanzi? Mtego utafyatuka juu ya nchi bila kunasa kitu chochote? Je, tarumbeta tapigwa mjini watu wasiogope? Haleluya. Je, mji utapatikana hali mbaya asiyoileta Bwana? Ndio anahitimisha mstari wa 7 sasa kwamba hakika Bwana Mungu hatafanya neno lolote bila kuwafunulia watumishi wake manabii siri yake. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Haleluya. Jambo lingine, nilikuwa naongea mambo ya kufahamu kuhusiana na rema. Jambo la kwanza nimesema wajue kwamba neno la Mungu linazungumza wakati uliopo na wakati ujao, na linakuja kwa lugha ya kinabii. Haleluya. Jambo la pili nimesema kwamba wajue kwamba ni ufunuo wazi wa mwelekeo wa kusudi la Mungu, la moyo wa Mungu kwa watu, kwao au kwa watu husika, kwa wakati husika, kuhusiana na jambo fulani. Jambo la tatu nimesema Mungu anaposema ni muhimu walengwa wapokee kama ni neno la hakika, wakubaliane na mioyo yao ipatane na Mungu katika hilo. Jambo la nne walengwa ni muhimu wafahamu kwamba ni kusudi la Mungu kufanya kwao jambo hilo alilolisema na kwa wakati aliousema. Narudia, ni muhimu walengwa wafahamu kwamba ni kusudi la Mungu kufanya kwao jambo hilo alilolisema na kwa wakati aliousema. Ni muhimu walengwa wafahamu kwamba ni kusudi la Mungu, au kwa maneno mengine ni mpango wa Mungu kufanya kwao jambo hilo alilolisema na kwa wakati aliousema. Walengwa wajue hilo kwa hakika. Ndio maana watu waweza kutembea kusema haya ni majira yangu, huu ni mwaka wangu. Kwa nini wanasema hivyo? Wamejua kwamba hicho alichokisema Mungu ni mpango wake kufanya wakati huo.
Haleluya. Nilipokuwa nafundisha wakati wa maombi, kuna siku nilisema wengine tunapitwa kwa sababu hatujui kwamba Mungu akibadilisha mwaka amebadilisha na nyakati. Kwa unaingia mwaka 2026 lakini unaishi 2025. Hakuna kilichobadilika kuhusiana na wewe kubadilisha nyakati na kuishi katika nyakati mpya. Wangapi wameelewa nilichosema? Usipobadilisha, ukijua Mungu anabadilisha, na wewe lazima ujifunze kubadilisha. Kuna vitu lazima ubadilishe. Kuna wakati unalazimika kubadilisha namna ya kuongea, utabadilisha marafiki, utabadilisha namna ya kujitoa kwenye kazi ya Mungu, utabadilisha hata namna yako ya kusinzia. Ukishajua Mungu yuko kwenye mwelekeo fulani, kuna wakati mwingine hata usingizi unaubadilisha. Maana umeelewa Mungu anaenda namna hii. Haleluya. Kuna wakati namna ya kuwahi kanisani inabadilika. Sasa wewe ni yule wa saa 5. Ibada inaanza saa 3, wewe unakuja saa 5. Mwaka jana. Mwaka huu tena umeanza, Mungu anasema nafanya mambo mapya, wewe ni yale ya saa 5. Tunakwenda pamoja. Mwaka jana nilikuwa na ibada za Jumapili kwa Jumapili. Mwaka unaingia, Mungu anasema niko nafanya mapya, wewe unaendelea na za Jumapili kwa Jumapili. Sadaka yako ilikuwa ni buku kwa wiki. Wewe hesabu buku kwa wiki. Maana katikati hauji. Sisemi na wewe kwa sababu upo. Nasema na wale ambao hawapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Buku kwa wiki. Mwezi una wiki 4. Si ndio? Mwaka mzima una Jumapili 52. Kwa hiyo mwaka ukiisha, kama hakuna Jumapili uliokosa, zote ulikuja, sadaka yako umetoa 52,000 mwaka mzima. Hivi wewe kwa kweli, hata kama ni uwekezaji, kuna kubadilisha maisha hapa? Hapa hatujahesabu zile unazokosaga kuja. Tukiziweka na zile, mwaka mzima umetoa 30,000 sadaka. Unafikiri natania? Kuna watu wanaishi hivyo. Halafu nabii ukitoka, yes, tunatukuzwa, hamna lolote. Hamna. Tunakwenda pamoja. Yaani wewe mwaka mzima unatoa 30,000. Ambao kuna wengine wanatoa double ya hiyo kwa siku moja. Yaani sio kwamba watu wanatoa hiyo siku moja. Wengine wanatoa hata mara 2 ya hiyo kwa siku moja. Halafu mnalingana kutukuzwa. Haleluya. Hapo tumehesabu zile siku ulizohudhuria na zote ulitoa sadaka. Hatujahesabu zile ulizosema Mungu ananiona. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Zile ulizosema Mungu ananiona, hizo hazijahesabiwa. Hizo zikiongezeka utajikuta mwaka mzima umetoa 20,000. Mwaka wote 20,000. Bwana Yesu asifiwe. Waliokwazika nyosha mikono. Wote wamebarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Kwa walengwa wajue kwamba ni kusudi la Mungu kufanya kwao hayo aliyosema atayafanya. Naishia hapo. Soma hii mistari alafu tumalize. Hesabu 23 na mstari wa 19 na Isaya 55 mstari wa 8 mpaka wa 11. Isaya 23, Hesabu 23
mstari wa 19, halafu Isaya 55 mstari wa 8 mpaka mstari wa 11. Hesabu 23 inasema mstari wa 19, Mungu si mtu aseme uongo, wala si mwanadamu ajute. Iwapo amesema hatalitenda, iwapo amenena hatalifikiriza. Haleluya! Watu wajue Mungu akishasema anamaanisha na atafanya kweli. Watu wanaotaka kupokea hayo maneno na hayo maisha tangu mwanzo hivi tunavyoongea, waanze kujua kwamba Mungu anamaanisha, yaani mpango huo anao wa kufanya hayo aliyosema. Kama alisema utanitukuza na mimi nitakutukuza, yaani uelewe Mungu anamaanisha, na kweli atafanya. Alisema utanitukuza na mimi nitakutukuza, uwe na hakika atakutukuza. Haleluya! Uwe na hakika anamaanisha, si kwamba anatania, anamaanisha na atafanya kweli. Haleluya! Watu wajue, kwa sababu Mungu si mtu aseme uongo, wala si mwana wa mtu ajute. Iwapo amenena, je, hatatenda? Iwapo amesema hatatenda, na iwapo amenena, je, hatafikiriza? Haleluya! Isaya anasema mstari wa 8 sura ya 55, anasema njia zangu si njia zako, na wala mawazo yangu sio mawazo yako. Ngoja tusome mstari wa 8, anasema maana mawazo yangu si mawazo yako, wala njia zenu si njia zangu, asema Bwana. Kwa maana kama vile mbingu zilivyo juu sana kuliko nchi, kadhalika njia zangu zi juu sana kuliko njia zenu, na mawazo yangu kuliko mawazo yenu. Maana kama vile mvua ishukavyo na theluji kutoka mbinguni, wala hairudi huko, bali hunywesha ardhi na kuizalisha na kuichipuza, ikampa mtu apandaye mbegu na mtu alaye chakula, ndivyo litakavyokuwa neno langu litokalo katika kinywa changu. Halitanirudia bure, bali litatimiza mapenzi yangu, nalo litafanikiwa katika mambo yale niliyolituma. Ndivyo Mungu anavyoongea. Mungu akishaachilia neno likaja, ujue hilo limefanikiwa. Hilo litafanya hayo mambo Mungu amesema, na itafanikisha hayo makusudi ambayo Mungu anataka kuyafanikisha. Neno akishalituma linayafanikisha. Waebrania nasema lina nguvu. Mstari wa sura ya 4 mstari wa 12. Neno la Mungu lina nguvu. Haleluya! Tena ni kali kupita upanga ukatao kuwili, wao wote ukatao kuwili. Tena linaweza kuchoma, likagawanya nafsi na roho na viungo na mafuta yaliyomo ndani yake. Haleluya! Tena lijepesi kuyafahamu makusudi ya moyo, na kuyaweka mambo yote wazi mbele zake yeye aliye na mambo yetu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya! Kwa neno la Mungu liko hivyo, lina nguvu hivyo. Likishakuja lina nguvu. Kwa tunatakiwa tufikie mahali tuelewe ya kwamba Mungu akisema lile alilosema anakusudia kulifanya. Msichukulie ni story Mungu aliongea. Hicho alichosema anakusudia kukifanya. Kuna watu anakusudia kuwatukuza, na wote wakikidhi vigezo atawatukuza wote. Yesu alisema habari ya kwenda kuandaa makao, watu wakadhani hapata tosha, akawaambia yapo mengi. Haleluya! Kama asingekuwepo ningewaambia yapo mengi, makao tele.
eneo linatosha kila mtu. Hata kama wote mkipata sifa za kwenda mbinguni, mtakuja wote na mbingu zitawatosha. Bwana Yesu asifiwe sana. Wote dunia nzima ikiwa na sifa za kwenda mbinguni, wote wataenda mbinguni na mbinguni patatutosha wote. Haleluya. Anasema pasingekuwa panatosha ningewaambia kwamba hapatoshi, lakini alisema panatosha. Kila analosema Mungu anamaanisha, na tafanya hivyo hivyo alivyosema. Wakati mwingine ukiona kuna kushindikana, ni sisi wenyewe tunakosa sifa, maana Mungu anazingatia sifa. Alitoa wana wa Israeli Misri wote akiwa anakusudia kuwafikisha Kanani wote. Hakuwa na kusudio la kupoteza hata mmoja asifike Kanani, ila kwenye safari wengine wakakosa sifa. Mna vizuri, aliwatoa na Mungu anaweza wote kuwafikisha Kanani na ana mpango wa kuwafikisha, lakini kwa sababu kufika ni vigezo, wengine wakakosa vigezo. Mungu akasema wote waliokosa vigezo watafia njiani. Na kigezo kimoja wapo alikisema, muda umeisha, nadhani nikiseme kesho. Utakikuta kwenye Hesabu 14:20 mpaka 24. Mungu anamwongelea mtu mmoja anaitwa Caleb. Anasema huyu ataingia. Akataja na vigezo kwa nini Caleb ataingia. Haleluya. Kigezo anachosema ni kwa sababu Caleb ameniandama kwa moyo wake wote. Maana yake niliposema na wapeleka aliamini. Niliposema na wapiga Wakanani wote na Wanefili na watu gani aliamini. Wale ambao walifika wakaona Wanefili wakashindwa kuamini, wote wamekosa vigezo wote na hawaendi. Akasema Caleb ameamini, amekamata neno langu, hakuangalia mazingira, akajua nimesema, akatembea kama nilivyosema, akaenda kusema kama nilivyosema. Huyo amekidhi vigezo, ataingia. Ameniandama kwa neno langu muda wote. Kwa haya maneno Mungu amesema atatutukuza. Mimi nawahakikishia wote tukikidhi vigezo, wote tutatukuzwa. Tenda level tofauti sana. Tusimame. Inua mikono juu mbele za Mungu. Sema Bwana Yesu. Sema tena Bwana Yesu. Naomba nikushukuru kwa haya ulionisikizisha. Na neno lako lilisema, likinielekeza kwamba nisikie ninayosikia na nione ninayoyaona. Nimesikia, nisaidie kusikia. Nimeona, nisaidie kuona, ili nisiyakose haya ambao nimejua kwamba ni hakika unataka kuyafanya, na mlengwa ni mimi. Naomba unisaidie nisije nikayakosa, katika jina la Yesu. Baba Mwenyezi, naomba nikutukuza kwa ajili ya kanisa lako ambalo tumekuwa pamoja katika jioni leo. Naomba niseme asante kwa sababu umezungumza na maisha yetu kama siku ya kuweka msingi wa mwanzo wa semina hii, na tunajua kwa hakika kwamba hautoacha, utaenda kusema nasi, utaenda kututia maarifa na ufahamu. Nami naomba ufahamu wa kila moja na akili ya kila moja itiwe ufahamu na itiwe maarifa katika haya tunavyojifunza, ili awe mmoja watakaoshuhudia matunda na matokeo ya kile ulichokwisha kusema, katika jina la Yesu. Amen. Amen. Barikiwe sana watu wa Mungu.